Kanisa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Leo mama kanisa anapoadhimisha siku hii ya Jumatano ya Majivu, ni siku ambayo si siku ya huzuni tu, bali ni siku ya kuanza upya. Ni mwanzo wa Kwaresma, ni siku ya kujiuliza. Tunapopakwa majivu, kuna maneno tamkwa: tubuni na kuamini Injili. Kumbuka wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Haya sio maneno ya laana ndugu zanguni, bali ni mwaliko wa kuanza upya. Majivu ni alama ya unyenyekevu na toba. Je, tujiulize, tunapopakwa leo hii haya majivu, je, sisi ni wanyenyekevu? Je, sisi tumejiandaa kuishi maisha haya ya toba? Je, katika kipindi hichi tunatakiwa tufunge nini? Ndugu zanguni, mama kanisa anakumbusha siku ya Jumatano ya Majivu ni siku ambayo tunakumbushwa kwamba tusile chakula. Lakini tujiulize, je, ni chakula peke yake? Ukisoma katika Injili ya Mathayo ile sura ya 6 mstari wa 16 mpaka 18, unasema Yesu mwenyewe anasema tusifunge kwa kujionyesha, lakini tufunge kwa mambo mengine pia. Si kwa kujionyesha kwamba leo hii siku ya Jumatano ya Majivu nimefunga, lakini mambo yangu mengine bado naendelea nayo. Kwa hiyo leo hii tunakumbushwa mambo mengine ambayo tunapaswa kufunga. Kwa mfano, wewe ni mtu wa hasira sana. Je, siku ya leo umeacha hasira au umefunga hiyo hasira yako? Je, ni wewe ni mtu wa maneno machafu, kutamkia maneno machafu watu ama watoto wako ama kwenye ndoa yako? Wewe ni mtu wa maneno machafu. Je, umefunga hayo maneno machafu? Na je, wewe labda ni mtu wa rushwa na udanganyifu? Siku ya hii ya leo unakumbushwa pia kuacha kabisa, kufunga mambo ya udanganyifu, mambo ya rushwa. Na pia siku ya leo tunaalikwa kufunga hata kwenye ile mitandao inayoharibu moyo na muda wetu. Leo hii tunaalikwa kufunga katika hii siku kwamba acha lile jambo unaopenda, mtandao unaopenda sana kupoteza ule muda wako mwingi na mitandao mingine ambayo si mazuri kwa maadili yetu. Je, umefunga siku ya leo ama bado unaendelea na unakuja kanisani unapakwa majivu yale kwa kumaanisha kuanza upya, lakini matendo yako yamebaki kuwa ya kale, matendo yako yamebaki kuwa ya zamani? Leo hii unaalikwa kuanza upya. Je, wewe ni mtu wa kiburi? Leo hii pia unaalikwa kufunga hii haja ya kiburi. Wewe labda ni una tabia ya ulevi, ulevi. Leo hii ufunge hii tabia ya ulevi ili uanze upya maisha yako. Na kama ukianza upya, basi na Mungu atakukirimia karama zake katika kipindi hichi cha Kwaresma ambacho tunaanza siku hii ya leo ya Jumatano ya Majivu. Mungu atakuneemesha na kukupea baraka zake. Na ndio maana baraza la maaskofu limekuja na kauli hii mbiu kwamba ndugu, msichoke kutenda mema. Tutatenda mema tu pale ambapo kwamba tumeamua kuanza upya na kuacha yale ya kale. Mababa wametusisitiza katika baraza la maaskofu, kuna mambo mengi ambayo tumepatana nayo katika maisha: vita, mafuriko, njaa, ukame, usaliti na umaskini. Lakini katika kipindi hichi cha Kwaresma wametusisitizia kwamba tusiache kutenda yale yaliyo mema. Japo tumepita katika misukosuko mbalimbali, chachu siku zote uwe na chachu ya kuacha yale maumivu na kufanya yale na kuwa na tamaa ya kutenda mambo yaliyo mema. Ndugu zanguni, kipindi hichi cha kuanza upya tunatakiwa pia kuacha mambo ya tamaa mbalimbali.
tamaa mbalimbali. Hiyo ndio itatusaidia kwamba tunaanza upya na kuwa Wakristo wema na bora kumpendeza Mungu, na hiyo ndio sifa ya Mkristo Mkatoliki. Pia ndugu zangu, tukumbuke kwamba kipindi hichi ambacho tukianza leo kwa hii Jumatano Majivu ni cha Kwaresma, cha kutafakari yale makuu ya Mungu na pia tunaalikwa kwamba kusamehe. Tutaanza upya pale kwamba mtu aliyekutendea mabaya katika kipindi cha zamani umemsamehe, umemwachilia, hapo pia ndipo tutakuwa tumeanza upya. Ndugu zanguni, kipindi hichi cha Kwaresma ambacho tunakianza leo hii kitakuwa na siku 40 ya kuelekea siku ya Pasaka. Ni kama mfano ambao Yesu alikuwa jangwani kwa siku 40. Ukisoma katika Injili ile ya Mathayo ile sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 11 unaeleza bayana. Lakini hii ni safari, na katika safari hii kuna mambo ambayo yanaweza kudhihirisha dhahiri kwamba tumeianza hii safari, na mambo hayo ni kwanza maombi, mfungo na sadaka. Ni safari ya kutoka utumwani, kuacha mambo ya kale na kuanza upya. Ni safari ambayo inatakiwa tuache mambo ya dhambi na kwenda uhuru, tafuta uhuru wa kipasaka. Kwa vitendo lazima, ndugu zangu, tuanze upya katika kipindi hichi tunachokianza leo hii, siku hii ya Jumatano ya Majivu. Na tunaweza kufanya hivi kwa kufanya matendo mbalimbali. Kwa mfano, ulikuwa ni mtu wa kusali kwa kufuata tu ratiba, labda Jumapili tu, lakini kipindi hichi cha Pasaka ongeza kipindi hichi cha Kwaresma kabla ya kufikia ile Pasaka, inabidi uongeze muda hata kusali. Tenga siku za kuongeza kusali au masaa yako ya kusali. Ulikuwa labda unasali tu Jumapili, lakini kuna siku nyingine ambazo unaweza kutoa muda wako kuja kusali kanisani na kukaa na Yesu, kumwambia mambo yako ili uanze upya. Fanya kipindi hichi, ufanye ile toba ya kweli, kwamba ujitoe kinaga ubaga kwamba mimi ni Mkristo kweli, mimi naanza hii Kwaresma, basi mimi nitafanya ile toba ya kweli ya kumpendeza Mungu kwa maneno yangu na matendo. Na kama Mkristo ukifanya ile toba ya kweli, basi Mungu atakuzidishia, na hiyo Kwaresma yako itakuwa Kwaresma ambayo inampendeza Mungu. Pia tutengeneze mahusiano yaliyovunjika. Kama ulikuwa mtu wa kiburi, ulikuwa mtu wa fitina, ulikuwa mtu wa wivu, ulikuwa mtu wa umbea, ulikuwa mtu wa chuki, kipindi hii cha Kwaresma tengeneza uhusiano wako vizuri na ndugu zako. Tengeneza uhusiano wako vizuri na yule ndugu ambaye mlichukiana, hamjaongea miaka. Kipindi hii cha Kwaresma leo hii tunapoanza kwamba lazima kwamba uoneshe kwamba kwa matendo yangu mimi naanza upya. Kwa matendo yangu mimi kweli nimeacha chuki, mimi kweli nimeacha wivu, mimi kweli nimeacha fitina, mimi kweli nimeacha umbea, mimi naanza upya. Na ukianza upya, ndugu zangu, Mungu atakuzidishia neema yake. Na hiyo ndiyo kauli ya mbiu ya mababa askofu, pia wametuambia kwamba kwa tusiache kutenda mema. Kama tutaacha kutenda mema, tutaacha yale matendo ambayo yanatufanya kwamba tuache kutenda yaliyo mema. Na kipindi hichi pia cha Kwaresma ni kipindi ambacho tunaalikwa kutoa sadaka kwa watu ambao hawana. Sadaka hii tunaweza kutoa, lakini tusitoe sadaka kwa kujionyesha. Umeenda kutembelea watu kipindi cha Kwaresma, wafungwa, watoto yatima, wazee, lakini unatafuta uonekane na watu, unatafuta vyombo tofauti vya habari kuonesha kwamba umeenda kutoa sadaka ya kuonesha watu. Hiyo sio sadaka ambayo inatakiwa kipindi hichi, ndugu zangu. Lakini utoe ile sadaka ambayo kweli inampendeza Mungu, ambayo si ya maonesho kwa watu, si ya kujionyesha kwamba wewe unatoa sadaka hiyo ya Kwaresma kwa ajili ya kuwasaidia wengine. Hapana, lakini toa ile sadaka Mungu wako aliye sirini tu aione hii sadaka, na Mungu katika kipindi cha Kwaresma atakuzidishia maradufu. Na pia tupunguze kitu unachokipenda sana kipindi hichi cha Kwaresma. Kama ulikuwa unapenda labda kwa jamii ya siku hizi napenda sana mambo ya mtandao, katika kipindi hicho kwa Kwaresma unaweza kufunga kwamba mtandao labda nitumie kwa masaa machache,
nimezoea kupiga porojo, kuongea tu na watu masaa mengi. Unaweza kupunguza katika kipindi cha Kwaresma na Mungu atakuzidishia. Kipindi hiki cha Kwaresma utafute muda wa kukaa, kutafuta ukimya wewe na Mungu wako, wewe katika Mungu wako, katika Yesu wa Ekaristi. Mungu pia atakuzidishia na Kwaresma yako itabarikiwa sana na Mungu aliye mbinguni. Siku ile ya Pasaka, basi tukisherehekea siku ya Pasaka, utakuwa mtu kweli uliyeanza upya, uliyechagua fungu lililo jema. Ndugu zanguni, wakati ni sasa. Wakati huu ambao tunapewa siku hizi 40 za Kwaresma, tutafakari, tujiulize wapi tulipokosea, wapi ambapo tulifanya vibaya, wapi ambapo panahitaji marekebisho, wapi ambapo katika maisha yetu pamevuja, wapi ambapo tunatakiwa tupazibe. Tukipaziba ndipo tutaanza upya na Mungu atubariki sote. Tumsifu Yesu Kristo. This is Mbogi TV. Habari, kazi na sala.